Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, na karibu tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo. Iko tarehe 21 Mei mwaka 2026, na katika matangazo yetu ya mchana leo tutaangazia taarifa mbalimbali muhimu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kinshasa. Kwanza, Jumuiya ya Banyamulenge mjini Kinshasa imeeleza mashaka kuhusu madai ya kujiondoa kwa waasi 23 pamoja na vikosi vya Rwanda katika eneo la Ruzizi, wakisema huenda ni mabadiliko ya kimkakati badala ya kuondoka kweli. Pili, tutaelekea katika eneo la Mitombwe ambako kituo cha mafunzo ya kiufundi kilichokuwa kisaidia wanawake na vijana kimeripotiwa kuharibiwa katika shambulio la bomu, tukio ambalo limesababisha vifo, majeruhi pamoja na hasara kubwa kwa na vifaa vya kijamii. Mengi zaidi ni katika matangazo yetu ya mchana leo. Nini Kivu News FM kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Ite Eloge Lulonga, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo. Iko tarehe 21 Mei mwaka 2026. Basi endelea kuwa nasi kwa taarifa zaidi na za kina na zenye uhakika. Jumuiya ya Banyamulenge wanaoishi mjini Kinshasa imeeleza mashaka makubwa kuhusu tangazo la kuondolewa kwa wapiganaji wa waasi 23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda katika eneo la tambarare ya Ruzizi mkoani Kivu Kusini. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika siku ya Jumanne tarehe 19 Mei mjini Kinshasa, viongozi wa jumuiya walidai kuwa hatua hiyo si ya kuondoka kwa kweli, bali ni mbinu ya kijeshi inayolenga kubadilisha maeneo ya operesheni, huku wakionya dhidi ya matumizi mabaya ya diaspora ya Banyamulenge katika masuala ya kisiasa na kijeshi. Kwa mujibu wa rais wa tawi la Banyamulenge mjini Kinshasa, Enoke Ruberangabo, taarifa zinazosema kwa wapiganaji wa M23 pamoja na vikosi wa Rwanda wameondoka katika maeneo tambarare ya Ruzizi hazilingani na hali halisi inayoshuhudiwa mashanani. Alifafanua kuwa vikosi hivyo vilitangazwa kuondoka katika maeneo kama Kabunambo na Sange kuelekea Katogota, lakini hadi sasa hakuna ushahidi unaoonyesha uwepo wao katika maeneo hayo yaliyotajwa kama sehemu ya kujipanga upya. Badala yake amesema kuwa ushuhuda kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo unaonyesha kuwa wapiganaji wameonekana wakielekea katika mengine yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati, hasa upande magharibi wa tambarare ya Ubaravi katika eneo la Ruzizi pamoja na eneo la Kaziba. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni zilizotolewa na viongozi hao wa jamii ya Banyamulenge mjini Kinshasa, vikosi hivyo vinaelezwa kuelekea Lugunya, eneo linalojulikana kuwa na migodi ya dhahabu. Enoke Ruberangabo amesema kuwa hatua ya Rwanda kuonekana kama inarudisha nyuma vikosi vyake inaweza kuwa ni njia kuingia kwa undani zaidi katika maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika maneno yake amesema, na mnukuu, Rwanda inaonekana kama inajiondoa, lakini kwa kweli inaingia ndani zaidi ya umbali wa kilomita kadhaa, mwisho wa kumnukuu. Mbali na suala la kijeshi, viongozi wao pia walizungumzia hali ya diaspora ya Banyamulenge wanaoishi nje ya nchi. Katika mkutano wao walikosoa vikali kile walichokiita matumizi ya kisiasa na uchochezi unaofanywa kupitia mitandao ya kijamii hivi karibuni yaliyoandaliwa katika miji mbalimbali ya dunia ikiwemo Washington, Brussels pamoja na Nairobi. Viongozi hao walisema baadhi ya maandamano hao yalitumiwa na makundi yenye maslahi ya nje ambayo wanataka kuigawa jamii ya Banyamulenge na kuongeza mvutano katika mashariki mwa nchi. Rais wa jumuiya mjini Kinshasa ametoa wito wa Banyamulenge wote wanaoishi ugabuni kuachana kutumika na maslahi ya nje, badala yake kuhimiza umoja wa ndani pamoja na mshikamano kati ya jamii zote. Aliwataka kuepuka aina yoyote ya uchochezi au propaganda zinazoweza kuongeza hali ya sitofahamu katika maeneo ya mashariki mwa DRC ambalo tayari inaendelea kushuhudia hali tete ya kiusalama kutokana na mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali. Kauli hiyo ya Jumuiya ya Banyamulenge mjini Kinshasa inakuja wakati ambako juhudi mbalimbali za kikanda na za kimataifa zinaendelea kutafuta suluhisho la kudumu la amani katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mikoa Kivu Kusini na Kaskazini ambako hali ya usalama bado inaendelea kuwa ya wasiwasi. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons invité ce jour, cette date du 19 mai 2026. Notre conférence de presse de la communauté Banyamulenge de Kinshasa va s'articuler autour du thème où l'objet de notre conférence, c'est le retrait des forces d'agression de la coalition RDF, AFC, M23
plaine de la Ruzizi au sud Kivu. Une énième diversion, un retrait de façade. Mesdames et messieurs, la communauté des Banyamulenge à Kinshasa a le chagrin plein le cœur de vous annoncer que le retrait des troupes rwandaises, annoncé avec pompe et entamé depuis la semaine passée, n'est qu'un mirage. Il n'a été qu'une opération militaire destinée à détourner l'attention de l'opinion nationale et internationale. Pour le dire mieux, il ne fut qu'un redéploiement sous d'autres cieux congolais, mais toujours au sud Kivu. Si la destination était Katogota, à 75 km d'Uvira, comme dit dans certains médias, personne ne les a vus arriver sur le lieu de la destination. Ils se sont volatilisés, on dirait, dans la nature. Des sources concordantes, dignes de foi, auprès de la population locale, attestent par contre que plusieurs témoins ont assisté et les ont vus escaladant les montagnes de Sidendolera en direction des hauts plateaux de Rurambo à partir de Rubarika par la localité de Buheba. Rurambo, dont il est question ici, est alors ici la croisée des chemins où plusieurs voies se rencontrent. De là, ils peuvent poursuivre sur Minembwe via Bijombo, Mikalati, Mikenge, Kalingi, etc. Ils peuvent aussi traverser la rivière Luvubu pour Kaya, c'est une localité de la chefferie de Kaziba, et descendre la longue montagne qu'on appelle Kange jusqu'à Kaziba à 50 km en direction de Bukavu, passant par la route Nyamfunze qui passe aussi par Nyangezi. Des sources locales encore affirment qu'ils prennent plutôt la direction de Luhinja, où se trouve la célèbre mine d'or de Twangiza. Luhinja n'est pas loin et foncé vers les forêts équatoriales de Mwenga et Chabunda. On peut toujours se poser la question, la destination, c'est quoi, c'est où? Mesdames et messieurs, la population des hauts plateaux, voire celle de la plaine de la Ruzizi, toutes communautés confondues, s'indignent énormément sur ce redéploiement des troupes coalisées, comme on les a citées, l'armée rwandaise et le M23. Ces populations s'imaginent que ce déploiement consacrerait un refus total à un retour à la paix en RDC, contrairement à tous les accords signés. Pour les Banyamulenge, mesdames et messieurs, cette communauté-là, dont le régime de Kigali s'est servi comme son marchepied afin d'atteindre ses ambitions territoriales, il crie sur le baudet parce qu'il pense que le Rwanda participe activement depuis toutes ces guerres à sa destruction, donc à notre destruction. Les récentes manifestations, mesdames et messieurs, sous couvert de Banyamulenge, manipulés et mis au service de Kigali, à Washington, à Nairobi et à Bruxelles, vous tous, vous avez vu des images dans les réseaux sociaux, sont une preuve irréfutable
que le Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir, poursuit sa politique d'il y a 30 ans de nous opposer à notre pays en exacerbant la haine et détruire toutes les chances de cohabitation avec les communautés voisines. La plupart des gens de ceux-là que vous avez vu conduire et animer les foules enragées sont ceux qui jadis dénonçaient avec nous le déracinement de notre propre communauté par le Red Tabara, recruté, entraîné, équipé et déployé chez nous par Kigali en 2012. Ces filles et fils Banyamulenge qui donnent occasion au Rwanda d'exterminer les leurs ne sont pas le produit de l'imaginaire. Ils existent physiquement. Et aussi la trace matérielle de leur lutte est visible. Production écrite, d'imaginés et signer des documents que les médias, vous voyez dans les réseaux sociaux même, ou leurs cordes vocales, comme on dit les voices aujourd'hui. En fin de compte, le Rwanda et ses alliés congolais de l'AFC M23, aujourd'hui comme hier c'était d'autres rébellions sous d'autres noms, ont tenté pour détruire les Congolais, mais ils n'avaient jamais réussi à se servir d'eux-mêmes pour leur propre autodestruction comme aujourd'hui dans ces manifestations. Tour à tour, il y a eu successivement. On va donner quelques exemples parmi tant d'autres. 1. La tentative de la déportation de notre communauté en 1996 vers Kibuye, à l'ouest du Rwanda, pour compenser les victimes Tutsis du génocide de 1994. Cela en vain. Et on tentait aussi de créer une catégorie de Rwandais qui ont des revendications légitimes des terres au Congo que nous sommes, puisque à cette époque, on voulait nous transformer en Rwandais. Les Banyamulenge ont unanimement rejeté ce poison. La création du RCD, deuxième point, en 1998 s'inscrivait dans cette politique d'hypothéquer encore notre communauté pour avoir un prétexte d'agresser notre pays. 3. La guerre contre les Banyamulenge en février 2002 à Minembwe, qui s'était opposée à la politique du FPR, parti au pouvoir, de cette déportation qui, après tout, est une autre forme d'un génocide. Durant les guerres à répétition depuis 1996, il y a eu une sorte d'élimination méthodique des officiers militaires Banyamulenge dans des circonstances non élucidées. Ici, on vous épargne les listes de ces officiers. 5. L'attaque de Bukavu en 2004, inspirée par les officiers rwandais contre l'assassinat du général Nabiolwa, fut une tragédie de jeter les Banyamulenge dehors du territoire national. Pour de bon. N'eût été les courageux ou des braves qui ont refusé de partir. 6. La guerre en cours commençait au Nord Kivu par des revendications des Tutsis du Nord Kivu, mais étendues subtilement au Sud Kivu par les stratèges rwandais en impliquant certains jeunes de la diaspora Banyamulenge de l'Occident pour l'habiller des Banyamulenge. C'est pourquoi les diplomates rwandais s'adonnent régulièrement à citer notre communauté
jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU pour justifier leur invasion de la RDC. Cette guerre, mesdames et messieurs, depuis le Nord Kivu est venue au Sud Kivu, s'ajoutait à celle de Mai Mai et Redi Tabara, encore créée par le Rwanda, depuis 2017 pour combattre les Banyamulenge. Elle a jeté plus de 80% des Banyamulenge sur le chemin de l'exil, vers les pays voisins ou vers l'Occident. Elle a tué et mutilé indistinctement femmes, hommes, vieillards, enfants et rendu invalides plusieurs personnes, détruit complètement le cheptel bovin et ovin caprin en tant que l'unique richesse de survie pour les citoyens apolitiques éleveurs perdus derrière les monts Mitumba. Les monts Mitumba, ce sont les hauts plateaux à cheval des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga, loin des enjeux politiques. Détruire la vache pour les Banyamulenge, c'est surtout détruire l'âme de sa culture. Personne n'a songé à cette époque, ni le porte-parole du gouvernement rwandais, ni son président Nsentala, osaient plaider pour nous. C'était le silence radio. Chaque chose a son temps. Mesdames et messieurs, le temps de martyriser un peuple innocent, primitif, soit-il, doit cesser. Dans notre cri de détresse, nous prenons à témoin les États-Unis et son président Donald Trump, qui a parrainé un accord à Washington dont le Rwanda ne veut pas respecter. Accord bafoué de bout en bout au vu de tout le monde. Nous prenons à témoin le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, dont sa résolution 2073 reste inerte. Nous prenons à témoin l'Union européenne qui doit prendre des sanctions contre le Rwanda. Nous prenons aussi à témoin l'Union africaine l'Union africaine ici, dont sa voix est inaudible au sujet de la crise congolaise. Nous prenons à témoin aussi les pays voisins, dont certains subissent les conséquences de la crise du Kivu. À tous les pays engagés, donc, dans ce processus d'un retour à la paix en RDC, nous les prenons aussi à témoin. Et nous disons à tous, réveillez-vous pour arrêter le Rwanda. Fait à Kinshasa, cette date du 19 mai 2026. Nous vous remercions. Nous allons... Eneo la Itombwe katika sehemu ya juu ya milima ya Kivu Kusini imekumbwa tena na tukio kubwa la kibinadamu baada ya kituo cha mafunzo cha kiufundi kilichokuwa katika kijiji cha Mikenge kuharibiwa kufuatia shambulio la bomu na ndege isiyo na rubani maarufu kama drone. Tukio hilo limeripotiwa kutokea siku ya jana majira saa 4 asubuhi na kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo. Kituo hicho cha kitaalamu kilijengwa na shirika la kibinadamu la Jeune Solution kwa ufadhili wa mfuko wa Umoja wa Mataifa kwa lengo la kusaidia wanawake, wasichana pamoja na familia zilizoathiriwa na migogoro ya kivita katika maeneo ya juu ya Itombwe. Miaka ya mapigano katika eneo hilo imeacha maelfu ya wananchi wakiwa katika hali ngumu ya maisha, huku wanawake wengi wakibaki wajane au wakuu wa familia bila njia ya kujikimu. Ndio maana kituo hicho kilionekana kama tumaini jipya kwa jamii ya Mikenge na maeneo ya jirani. Kwa mujibu wa viongozi wa shirika la Jeune Solution, kituo hicho kilikuwa kikitoa mafunzo mbalimbali ya ufundi kwa wanawake na vijana waliokuwa kitafuta namna kujitegemea baada ya kuasiriwa na vita.
Mafunzo hayo yalihusisha utengenezaji wa sabuni, ushonaji wa nguo kwa kutumia mashine za kushona, pamoja na programu za kunazowezesha watoto na vijana waliwahi kuhusishwa na makundi yenye silaha kurejea katika maisha ya kawaida ya kijamii. Kituo hicho kilikuwa kikisaidia familia maskini kuanzisha shughuli ndogo ndogo za kupatia kipato ili kupunguza utegemezi wa misaada ya kibinadamu. Wakazi wengi wa Mikenge, hiyo ndio ilikuwa fursa pekee ya kupata elimu ya ufundi na kujenga maisha mapya baada ya miaka mingi ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Hata hivyo, matumaini sasa yamegeuka kuwa majonzi baada ya jengo hilo kuharibiwa vibaya katika shambulio hilo la bomu. Mkuu wa shirika la Jeune Solution amesema uharibifu wa kituo hicho ni ishara kubwa kwa jamii nzima ya Itombwe. Amesema ni jambo la kutisha kuona miundombinu iliyokuwa na lengo la kurejesha heshima, matumaini na uwezo wa kujitegemea kwa wananchi maskini ikiharibiwa katika mazingira ya vita vinavyoendelea kuleta mateso kwa raia. Taarifa zinaeleza kuwa vifaa vingi muhimu vilivyokuwa ndani ya kituo hicho vimeharibiwa kabisa, na miongoni mwa vifaa vilivyoteketea ni pamoja na mashine kubwa ya aina changefa, mifuko 45 ya saruji, mabati 126, mashine 40 za kushona pamoja na vifaa vyake, mashine maalum ya kutengeneza sabuni kwa ajili ya mafunzo ya wanawake, pamoja na vifaa mbalimbali vya ujenzi kama nondo, madirisha na milango. Kwa mujibu wa mashahidi wa eneo hilo, mlipuko ulitokea karibu sana na soko la Mikenge ambalo hutumiwa kila siku kwa wananchi wengi kufanya biashara zao. Ofisi ya utaratibu wa mashirika ya kiraia ya Itombwe imelaani vikali tukio hilo na kulitaja kama kitendo kipya cha uharibifu dhidi ya raia. Kupitia taarifa iliyotolewa na rais wa muungano wa kiraia, kundi la Waso M23 Turaneo limeutumiwa kuhusika na shambulio hilo, huku mashirika ya kiraia kitaka haki ichukuliwe mkondo dhidi ya wahusika wa tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, watu wasiopungua 4 wamepoteza maisha katika shambulio hilo, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kutokana na vipande vya mabomu. Shirika la Jeune Solution limekumbusha kuwa sheria za kimataifa na za kibinadamu zinakataza kushambulia miundombinu ya kiraia pamoja na taasisi zinazotoa huduma za kibinadamu. Kutokana na hiyo, shirika hilo limetoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa wananchi ambao tayari wanaendelea kuishi katika mazingira magumu ya ukosefu wa amani kwenye maeneo ya juu ya Itombwe. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana leo, tarehe 21 Mei mwaka 2026. Na asanteni sana kwa kuwa nasi kupitia Kivu News Info. Basi tutanani tena katika matangazo yetu ya jioni kwa habari zaidi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine ya dunia. Na endelea kukumbusha tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, nikikuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartaje kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yana mazungumzo ya kila siku tunatuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi unaendelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende kutuambia maoni yako aidha mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, ni Kivu News Info. Basi mwana mchana mwema na muendelee kuwa salama. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.